Ndugu zangu Waislamu, wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ama baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rahma na amani kiongozi wetu, kipenzi chetu, mwalimu wa walimu, profesa wa maprofesa, kiongozi wa viongozi, raisi wa maraisi, bali ni raisi wa manabii na mitume, mtume wa mwisho, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zenu, sisi tumetokea Dar es Salaam tukiwa takriban watu zaidi ya 12 kwa ajili ya Uislamu na kwa ajili ya mapenzi yaliyo makubwa kabisa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ajili ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumeona leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi huu wa 10 mwaka huu wa 2011, tuje tuwazuru Waislamu ndugu zetu wa maeneo haya ya Nyamwage. Ndugu yangu Sheikh Said alijaribu kuwagusia baadhi za sababu zilizotufanya sisi kama madai kutoka Dar es Salaam kuja mpaka hapa Nyamwage. Bila ya kuficha, ndugu yangu Muislam na asiyekuwa Muislam na anayesikiliza muhadhara huu, kilichotuleta ni baada ya kusikia na hata kuonana na baadhi ya mashekhe katika eneo hili la Nyamwage, ya kwamba wasiokuwa Waislamu, makafiri, wamevamia eneo hili la Waislamu na kujaribu kuwadanganya Waislamu, kuwarubuni, kuwalaghai, kuwakhadaa na hata kujaribu kugawa baadhi ya vijizawadi, ili mradi tu Waislamu hawa wamkane na wamkatae Allah na mtume wake Muhammad. Na cha kusikitisha, kupatikana kwa baadhi ya Waislamu, tena Waislamu waliozaliwa ndani ya Uislamu, kukubaliana na baadhi ya maelezo na matakwa ya hawa watu. Tukaona ya kwamba kuna haja ya kwenda kuwakumbusha Waislamu, kuwapa nasaha Waislamu, hasa wale ambao wamertadi na kuachana na Uislamu na kufuata dini ambayo sio sahihi. Bahati nzuri sisi tumekamilika, tuko madai 4. Niko mimi Nuruddin Muhammad Ahmad Al-Ahdali, maarufu kwa jina ya Nuruddin Kishki, nikiwa na msaidizi wangu Al-Akh Al-Sheikh Umar Mrisho, na nikiambatana na ndugu yangu Said Juma al-Maruf Kinyogoli, akiwa na ndugu yake na ndugu yetu Sheikh Shafi. Hawa ni wataalamu wa Biblia, na kwa siku 2 hizi ambazo tutakuwepo hapa Nyamwage, watawatolea Uislamu ndani ya Biblia. Watamtoa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndani ya Biblia, na watawathibitishia nyinyi Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu ya kwamba
hata Bwana Yesu ni Muislamu na alikuwa akitawadha na akisali kama tunavyosali sisi Waislamu. Lakini mimi ningelipenda kuileta mada hii yenye anwani isemayo ma hukmu man irtadda an dini. Nini hukmu ya mtu mwenye kurtadi kutokana na dini yake? Nini hukmu ya mtu ambaye anatoka katika Uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala katika sura ya 3 Al Imran amesema wazi wazi kwa ufasaha wa hali ya juu, kwa kinywa kipana kabisa, ya kuwa pale aliposema inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini ya kweli kabisa, ya haki kabisa mbele ya Allah ni dini ya Uislamu. Sura hiyo hiyo ya 3 Al Imran akaendelea Allah subhanahu wa ta'ala na akasema وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, yoyote mwenye kufuata dini isiyokuwa ya Kiislamu hatokubaliwa, na akhera atakuwa miongoni mwa wale waliopata hasara. Ni dini ambayo katika sura ya 2 Suratul Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala amewanadi na amewaita Waislamu, waumini kwa wito kabisa wa imani pale aliposema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Ndani ya Qur'ani nzima ya ayyuhalladhina amanu zimekuja mara 88. Abdullah ibn Mas'ud, mfasiri wa Qur'ani, sahaba wa Mtume Muhammad, msomaji wa Qur'ani wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anatuambia ya kwamba idha sami'tum qawla Allahi ya ayyuhalladhina amanu fa'aw'u as-sam'a, enyi Waislamu mkisikia Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, tegeni masikio. Allah subhanahu wa ta'ala anataka kukwambieni moja katika mawili: ama kuna khairi anataka kuwaelekeza, au shari anataka kuwatahadharisha. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, mcheni Allah ukweli kabisa wa kumcha, wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msikubali kufa isipokuwa hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. Khasara iliyoje kwa yoyote yule atakayekufa na imani isiyokuwa ya Kiislamu. Khasara iliyoje kwa yoyote atakayekufa hali ya kuwa anaamini Mungu amezaa na Mungu amezaliwa na waungu wako watatu. Na hongera na pongezi ziwaendee kila atakayeshikamana na Uislamu, akaukamata Uislamu si kwa mikono miwili tu, bali akaukumbatia, bali akaukamata kwa meno yake mpaka akafa na imani ya Kiislamu. Hongera
na pongezi ziwafikie kila mwenye sifa kama hizo. Ndugu zangu Waislamu, makafiri siku zote wanapenda kuwekeza katika maeneo ya Waislamu. Nani asiyejua ya kwamba ndugu zetu wa Dengereko kwamba ni Waislamu? Hivi nikuulizeni, kuna Mdengereko ambaye ni kafiri? Na kama yupo atakuwa Mdengereko feki huyu, mnasemaje? Wanakwenda katika maeneo ambayo kuna Waislamu watupu, wanakwenda kuwadanganya, wanakwenda kuwavuta kwa mapesa. Si dini ya ukweli hata kidogo, na ndio maana wanatumia vijizawadi vidogo vidogo, misaada ya uongo, misaada ambayo haiwezi wewe kukutoa kimaisha hata kidogo. Mimi ninakumbuka yuko shekhe mmoja wa Kiislamu maarufu kabisa, yeye ni Mdengereko. Anapenda kusema ukisikia Mdengereko sema radhiyallahu anhu, akiwa na maana ya kuwa ni kabila na ni watu ambao ni Waislamu watupu. Akaniambia mimi, usifanye mchezo Sheikh Kishki, haya ninayokuambia ni kweli. Hatukutakiwa sisi wa Dengereko kuwepo Rufiji, ilitakiwa kuwa karibu na Pakistani na Afghanistani na Tajikistani, na sisi ni Ndengestani. Allah subhanahu wa ta'ala ameshatuambia karne 14 zilizopita ndani ya Qur'ani ya kuwa Mayahudi na Manasara hawatoturidhia mpaka sisi tukubali kufuata mila zao. Tena akatumia herufi ambayo ndani ya lugha ya Kiarabu inafahamika kazi ya herufi hiyo ni herufi yenye kusema ni kamwe haiwezekani hata kwa bahati mbaya Mayahudi na Manasara wakawaridhia nyinyi Waislamu mpaka mufuate mila zao. Pale aliposema wala tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum, na hawatakuridhieni Mayahudi na Wakristo mpaka mufuate mila zao, mpaka mukubali na nyinyi kula nguruwe kama wao, mpaka na nyinyi mseme Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Nini hukumu ya atakayetoka katika Uislamu na akaingia katika dini yoyote ile isiyokuwa ya Kiislamu? Nini hukumu yake? Qur'ani imeshajibu. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Maida katika aya nambari 54 ameanza na wito huo wa ya ayyuhalladhina amanu, akasema ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dini, enyi mlioamini, kama kuna yoyote katika nyinyi atartadi, ataachana na Uislamu, atatoka katika Uislamu na ataingia katika dini yoyote ya kikafiri, Allah anasema fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adhillatin 'ala almu'minin a'izzatin 'ala alkafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna fillahi lawmata la'im. Kwamba kama mtaukataa Uislamu, Allah ni tajiri wala hana haja na nyinyi, nendeni muwafuate hao ili muweze kuingia jahannam pamoja. Lakini Allah ataleta viumbe wengine, watu wengine ambao watakuwa imara katika dini yao, ambao imani zao zitakuwa ni ngumu na ni nzito na ni kubwa. Sifa yao kwanza, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah anawapenda na wao wana sifa ya kumpenda Allah. Adhillatin 'ala almu'minin, ni wanyenyekevu kwa waumini wenzao na wana upendo kwa waumini wenzao. A'izzatin 'ala alkafirin, na ni wakali
mbele ya makafiri. Yujahiduna fi sabilillah, hawa ndio wanaopigania dini ya Allah, watapigania dini ya Allah. La yakhafuna fillahi lawmata laim, hawatomuogopa mtu yoyote yule kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na hawatoogopa lawama ya mwenye kulaumu. Katika sura ya pili Al-Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala anatufahamisha ya kuwa katika aya iliyo maarufu kabisa, ili upate kusikia vizuri, yoyote yule aliyeitika wito ule wa makafiri, akaenda katika kanisa lao, akapewa kile alichopewa, akaambiwa mkubali Yesu ndio mkombozi, mkubali Yesu ndio Bwana, mkubali Yesu ndio Mungu, naye akakubali, hukumu yake sura ya pili katika suratu Al-Baqara Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka wazi kabisa katika aya nambari 217 pale aliposema wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, hawatoacha makafiri kukufateni fateni, hawatoacha kukupigeni vita, hawatoacha kukuzungukeni, kukudanganyeni, kuwashawishi, kuwaita katika dini zao. wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, mpaka wahakikishe wanawatoa katika dini yenu ikiwa wataweza hilo. Angalia hukumu ya kila aliyertadi, aliyekubali kuingia katika Ukristo wakati yeye ni Muislamu na ameonja ladha ya iman na amezaliwa ndani ya Uislamu. Allah anasema waman yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fi dunya, kubaliwa jambo lolote lile atakalo litenda. 3, ataingizwa jahannam milele na hatotoka ndani ya jahannam. Na katika hadithi iliyo sahihi Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema 3 man kunna fihi wajada halawata al-iman, mambo 3 atakayejaliwa akawa nayo, huyo ndiye aliyoonja ladha ya imani. Jambo la kwanza kabisa, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, kwamba awe kwanza anampenda Allah na mtume wake kuliko kila kitu. Jambo la pili, wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa Allah, na akimpenda mtu asimpende kwa ajili ya maslahi ya kidunia, ampende kwa ajili ya Allah. Na jambo la tatu, an yakraha an yauda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar, na mtu achukie kurudi katika ukafiri kama anavyochukia kudumbukizwa na kuingizwa motoni. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani tukufu katika suratu Ali Imran katika aya nambari 149, anaendelea kutuita sisi waumini, kututahadharisha na hawa makafiri. Akasema ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin, enyi mlioamini, hebu tegeni masikio. Muumba mbingu na ardhi anawanadi, anawaita, anataka kukwambia ni jambo moja. Enyi mlioamini, kama mtawatii wale waliokufuru, kama mtawasikiliza hao makafiri, basi eleweni wazi kabisa watakurudisheni nyuma, watawarudisha katika ukafiri, na mtakuwa wenye kupata hasara kwa sababu tu ya kuwatii nyinyi kwenu. Akaendelea akasema wa kaifa takfurun, na vipi nyinyi Waislamu kubali kumkufuru Allah? Vipi mkubali kuachana na dini ya Allah? Vipi mkubali kurtadi? Akasema Allah wa antum tutla alaykum ayatullah
hali ya kuwa mnasomewa aya za Allah, wa fikum rasuluhu, hali ya kuwa muko na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu waislamu wapenzi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Qur'ani imetuweka wazi siku nyingi kabisa na hawa wasiokuwa waislamu na namna wanavyotamani. Allah anasema katika sura ya 3 katika Al Imran, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaan. Wanatamani makafiri, wanatamani nanyi mukufuru kama walivyokufuru wao, ili mupate kuringana, muwe wote sawa sawa katika ukafiri. Katika sura Fatir anasema, ya ayuhan nasu inna wa'da Allahi haqq. Ni wito kwa ajili ya watu wote. Enyi watu, kumbukeni wazi kabisa ya kwamba hakika ahadi ya Allah ni ya kweli. Fala taghurrannakum alhayatu dunya, basi maisha haya ya dunia isije ikawachezea. Wala yaghurrannakum billahi algharur, na asije akawadanganyeni mdanganyaji kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ash-shaytana lakum aduwwun, hakika shetani ni adui aliyewazi kabisa kwenu nyinyi. Fattakhidhuhu aduwa, basi na nyinyi mpigeni vita, na nyinyi mfanyeni kuwa ni adui. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir, hakuna anachotaka shetani isipokuwa kuwaita kundi lake katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Swali moja ni waulize nyinyi waislamu wa Nyamwage na mashekhi hasa waliokuwa nyuma yangu. Kati ya Nyamwage na Somalia, wapi pana njaa? Sijasikia mimi. Kati ya Nyamwage na Somalia, wapi pana njaa? Somalia. Wasomali na wao 100% ni Waislamu. Ukimkuta Msomali si Muislamu, Msomali feki. Ni nchi ambayo wamenawa wazungu, wameshindwa kukaa mpaka hivi leo. Kila wakitaka kupandikiza fikra zao mbovu za kumkana Allah na kumkana mtume Muhammad, Wasomali wanachofanya, mzungu anauawa kama kunguru, anafungwa kamba, anafungwa katika nyuma ya gari, anaburuzwa mitaani, anazungushwa akiwa maiti, mpaka inafika sehemu anakatika vipande vipande kiasi ambacho mwili huwezi kuona kabisa wala huwezi kumzika. Juzi miezi miwili iliyopita, binafsi nilikuwa nikiangalia katika channel moja ya Kiarabu maarufu sana duniani, inaitwa Al Jazeera. Mshawahi kusikia washekhe? Ilikuwa ikionyesha namna Wasomali wanavyokufa kwa njaa. Mama mmoja wa Kisomali alikuwa na watoto 6 au 7 wa kiume. Ilibidi akimbia katika mji wake kutokana na njaa, anakuja maeneo ya Kenya, ndio anahama. Hana gari ya kumhamisha, hamna usafiri, hamna lolote. Akawa wale watoto amewabeba kwa njaa, wakawa wanakufa mmoja mmoja njiani porini. Na kwa imani yake watoto wote aliwapa majina ya mitume. Mmoja kamuita Yusuf, wa pili kamuita Yunus, wa tatu kamuita Ishaq, Ismail, Yaqub, Ibrahim, Zakaria. Kawaita majina ya mitume. Kafa wa kwanza hawezi kumzika, hana hata jembe kuchimbia, anamwacha chini ya mti, anasonga mbele na wengine, anakufa. Mwisho amefika katika mipaka ya Kenya akiwa peke yake, hoi, hajiwezi.
akaanza kuhojiwa watoto wako wapi, akalia sana, akasema manabii wote wamekufa, manabii wote wamekufa. Nani anajua maana yake? Nani kaelewa? Shehe umeelewa hebu niambie nini maana yake? Naam Sheikh. Kwa maana tokeo lilipotokea kule kwa jina waliowapa wale mabwana, jina la manabii waliokuwa wametoka kule. Yaani watoto wake ambao amewapa majina ya manabii, yaani watoto wote wamekufa kwa njaa. Na hatukusikia wala kuona mama wa Kisomali aliamua kuvaa jalbab juba lake, akaamua kwenda kuuza mwili wake ili apate chakula apone. Uislamu ni dini iliyokamilika katika kila sekta. Qur'an inasema Muislamu ikibidi kwamba ama afe na njaa na hakuna chakula na kilichopo ni nguruwe, basi anaruhusiwa Muislamu wakati ule akala nguruwe kwa ajili tu ya kuokoa nafsi yake asije akafa. Wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima. Allah anasema wala msiue nafsi zenu, Allah mwenyewe ana huruma juu yenu. Lakini akasema bora nife na njaa. Kwanza nimefurahi, hongereni sana wakina mama wa Kiislamu wa Nyamwage. Sheikh Saidi, niulize kwa nini nawapa hongera? Tazama mavazi waliovaa. Dar es Salaam mjini huwezi kukuta mavazi kama haya, ni machache. Watoto wamependeza, wamevaa juba hasa za Kiislamu. Sio huko vipedo, viskin tight, masuruali. Sikutegemea ningekuja hapa kijijini nikakuta watu wamependeza hivi. Sasa wakiwaona katika hali kama hii, ndio roho inawauma. Wanataka wakutoeni kwa Muhammad, wakupelekeni kwa Paulo. Sasa semeni, kati ya Muhammad na Paulo nani mnayemtaka nyinyi? Sheikh Saidi, hebu kwa mujibu wa Biblia aliyeleta Ukristo ni nani? Paulo huyo. Sio Yesu. Yesu Muislamu. Sheikh Saidi atakwambieni na Sheikh Shafi atakwambieni kwa mujibu wa Biblia. Hawatakupeni aya za Qur'ani. Biblia inasema Yesu ni Muislamu. Kina mama wa Nyamwage, Paulo na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nani mnayemtaka nyinyi? Nani mliomchagua? Kina baba, hebu semeni, Paulo na Muhammad, nani mnayemchagua? Muhammad. Wale wa nyuma wale, hebu semeni, wanamchagua Muhammad, mkono juu. Takbir. Ndugu zangu Waislamu, wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadithi iliyokuja katika sahihu al-Bukhari na katika sahihu Muslim, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihda thalathin. Hadithi hii inapatikana katika sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim. Si halali hata kidogo kumwaga damu ya Muislamu anayeshuhudia ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wake. Haifai kumudhi, kumgusa, kumdhuru, kumfikia kwa namna moja au nyingine, isipokuwa akifanya makosa matatu. Sasa hebu fahamu, najua makosa matatu yatakayompelekea mtu kuruhusiwa, Waislamu kuruhusiwa yule kumchinja. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, an-nafsu bin-nafsi, atakayeua au wawe. Watu watatu wanaostahili kuuawa. Wa kwanza, atakayeua au wawe. Wa pili, zani al-muhsan, mzinifu wa kike au wa kiume aliyekuwa ndani ya ndoa au aliwahi kuwa ndani ya ndoa kisha akazini. Hukumu yake katika Uislamu ni kuchimbiwa ardhini mpaka usawa wa kifua au tumbo, alafu kupigwa mawe mpaka anakufa.
Mtu wa tatu anastahili kuuawa katika Uislamu, at-tariku lidinihi al-mufariqu liljamaa. Yoyote mwenye kuacha dini yake ya Uislamu akaenda katika dini nyingine, Mtume Muhammad ametangaza wazi wazi kwamba auawe. Lakini maimamu wa Kiislamu wametafsiri hadithi hiyo kwamba sio aende akauawe haraka, bali apewe siku 3 ya toba, arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa mtume wake Muhammad. Na sisi kupitia katika eneo hili na kupitia katika maiki hizi, tungelipenda kuambia kila anayejijua aliyetoka katika Uislamu kwa ajili yetu ya dunia na thamani ndogo kabisa ya kidunia, apewe siku 3. Hii ni dini yako, umezaliwa nayo, si kosa lako. Shetani ndio alikupoteza, na hawa makafiri ndio waliokulaghai, waliokudanganya. Angalia hapa ulipo, unaweza ukasema sijitokezi lakini Allah anasema alam ya'lam bi anna Allah yara. Hivi hawajui kama Allah anawaona? Katika suratu al-Alaq. Amma katika suratu al-Mulk anasema ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir. Hivi Allah hamjui huyu aliyemuumba yeye mwenyewe kwa mikono yake? Katika Namli anasema ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah anajua yaliyo dhahiri na yale yaliyofichikana katika nyoyo. Asione aibu mama wa Kiislamu aliyedanganyika, aliyepata tamaa, akashawishika, akakata kona 2-3, akapita nyuma hivi, anaangalia nyuma, mashewa ananiona, nani ananiona? Alipofika mlango wa kanisa akadumbukia, kisa wazungu wamekuja kugawa msaada. Akafuata masharti yao, akamkana Mtume Muhammad, akamkana Allah subhanahu wa ta'ala. Asione aibu kurudi katika dini yake. Kama wapo, na kama atakuja mtu atasema shekhe, mimi ni miongoni mwa wale waliomkana Mtume baada ya kudanganyika, kushawishika, wakanizidi akili, shetani kanipotosha, akaja hapa mashekhe wakamtamsha tena shahada upya, hakika huyo anastahili kupewa pongezi zote, anastahili kubebwa juu juu kabisa, kwa sababu hayuko tayari kufa hali ya kuwa ni Mkristo, anarudi tena katika dini yake ya Uislamu. Na ataonyesha mfano ulio mzuri kwa Waislamu popote pale duniani. Kwa sababu kama tulivyosema, haya yaliyowakumba ndugu zangu si njaa, bali ni udhaifu wa imani. Hata mkijengewa majumba, mkaambiwa haya ya udongo yanavunjwa, mtajengewa nyumba za tofali, ndani mtaona TV, umeme wa kumwaga, ujue nyumba yako sio hiyo, iko siku utaiacha, utaingia chini ya ardhi. Katika maisha ya milele utapata tabu kweli kweli katika maisha hayo, na utajuta, na utasema laiti ningelikufa hali ya kuwa ni Muislamu. Ndugu zangu Waislamu, hatukuja kuwapiga au kuwachapa au kuwaadhibu au kuwabeza au kuwateka au kuwadhalilisha wale wote waliodanganyika. Hapana, bali tumekuja kuwarai, kuwalingania, kuwapa nasaha. Shetani asije akakuteka, usije ukawa katika watu wa motoni. Rudi huku kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
Na ndio maana katibu wa msafara na mwenyekiti akasema siye hatukuja kwa ajili ya kutaka chochote kutoka kwenu. Asije mtu akasema kwamba mashehe wa Dar es Salaam hao wajanja kweli kweli. Sisi tunapata tabu vijijini, tunakwenda kulima sisi, tukipata vijisenti vyetu wanakuja wanatudanganya, wanatuibia hizo hela wanaondoka nazo. Hapana. Sisi tumekuja kwa nia njema, tumejiandaa kweli kweli, na ndio maana tumekuja na magari zetu kama mnavyoshuhudia. Tukasema nasi tutakaa na nyinyi hapa siku 2 mfululizo. Na sio hivyo tu, na siku ya kesho sisi ndio tutakuwa wenye kukupeni zawadi nyie. Sisi hatutaki zawadi kutoka kwenu, wala michango wala chochote. Hasa watoto wadogo wadogo wa kiume hapa. Si mnasoma chuo? Basi kama mnasoma chuo, kesho tutajua saa 7. Tena mupike chakula saa 5, 6 kamili watu wanapata mpunga wa mchana. Saa 7 unakuja hapa, hii kuanzia saa 7 mpaka usiku. Na usiku wa leo vile vile giza ikiingia tu tutaweka projector hapa, video ile kubwa kabisa ya ukuta, tutakuonyesheni mikanda mbalimbali ya kidini. Wala usikimbilie kuangalia michezo ya Kiswahili wala nini. Subiri hapa upate kuona mambo mazuri insha Allah Taala. Lakini elewa ya kwamba yoyote atakayetoka katika Uislamu anapewa muda. Sheikh Saidi asikilize vizuri, khatibu wa msikiti huu na imam na uongozi wanapewa muda kwa mujibu wa maimamu 4 wa Kiislamu. Wapewa siku 3 warudi katika Uislamu. Wakikataa, wakifa, hakuna kuwaswalia. Lolote litakalowakuta hakuna kushirikiana nao. Tunaelewana mashekhe? Ndio msimamo wa Uislamu. Takbir. Allahu Akbar. Na sijui wamepewa nini Waislamu wa Nyamwage. Bwana, mmekatoa milioni 10. Eti Sheikh, wakati nazungumza na Sheikh Saidi hapa, aliniambia inawezekana kuna watu wengine wamepata shilingi 12,000 na pesa hiyo. Mtu anachana na Uislamu, mwingine anamkana mume wake, kisa wa Kristo ameniambia tutakujengia nyumba. Hiyo sio nyumba yako. Nyumba yako kaburini ndugu yangu. Ndugu zangu Waislamu, wakija tena hawa watu hata waje na misaada kiasi gani, hamruhusiwi nyinyi kuingia kanisani. Wakiwafuata majumbani wakajipendekeza wenyewe, wakukuleteni vitu ambavyo havina masharti, kwamba leo tumekuja na Yesu, tumekuja kukuletea Bwana na kupenda, Bwana Yesu anakupenda, sijui tumekuletea kitu gani. Mabia mimi Muislamu na mimi na Yesu tofauti, si mimi namtambua Isa nabii wa Mungu. Lakini akija mwenyewe anakupa kitu chake nyumbani kwako, hilo ni lingine. Lakini nyinyi mnaenda kufunga safari mpaka kanisani. Kitu gani cha ziada mnachopewa ndugu zangu? Ni aibu kubwa sana. Laiti Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah angemfufua dakika 10 tu akamwambia nakupeleka tena duniani, na nenda Jibrilu kamtembeze maeneo ya Nyamwage akaone hali ya Waislamu waliomkataa yeye na wakaenda kwa Paulo, basi angepata hizi habari Mtume Muhammad. Dakika 10 alizopewa na Allah zisingemtosha. Pengine angechukua dakika 2 tu, kwa mshtuko na pressure angekufa tena hapo hapo. Ndugu zangu Waislamu, kwa hivyo Waislamu bado sisi tunawahitaji Waislamu wenzetu, ijapokuwa dini ya Kiislamu ni dini tajiri sana, haimhitaji mtu. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Kwamba Allah anasema mkiupa Uislamu kisogo, hamutaki Uislamu, mmeupuuza Uislamu, mwacheni mwenyewe mwenye Uislamu, na Allah atakuondoeni haraka duniani, mtakufa mmoja mmoja, na ataleta watu wengine ambao hawatakuwa kama nyinyi, watakuwa ni watu imara katika dini yake. Na hii dini ipo kwa ajili ya rehema za Allah, na wala sio kwa ajili ya jitihada zetu sisi Waislamu. Wenzetu
wanajitihada kweli kweli, wanatumia mapesa chungu mzima wanaletewa kutoka huko, mariba, yani mafungu maalum yanaletwa kwa ajili tu ya kupotosha umma wa Kiislamu. Ushawahi kumuona Muislamu akimlaghai, akimrai, akimshawishi Mkristo kwamba nitakupa baiskeli, nitakuletea trekta, nitakupa hekari 2 katika shamba langu, kuwa Muislamu? Yuko mtu alishawahi kumwambia Mkristo afanye hivyo? Hakuna. Qur'an nasema la ikraha fi din, hakuna kulazimishana katika dini. Wekeni hoja wazi, anaitaka amini, faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur, anaitaka na amini na anaitaka na kufuru. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Allah ameweka wazi njia zote mbili, kwamba Ukristo ni njia ya kwenda motoni na Uislamu ndio njia ya kwenda peponi. Sasa kazi kwako wewe mwanadamu, ama uwe mwenye kumshukuru Allah au mwenye kumkufuru Allah. Katika suratu Al-Balad anasema inna hadainahu an-najidain, sisi tumuongoza mwanadamu katika zile njia zote mbili. Kwa hivyo ndugu Waislamu, ningelipenda kutumia nafasi hii wale waliokubali nasaha za Sheikh Saidi, khatibu wa msikiti huu, na ndugu yake Abdul Karim, na baadhi ya viongozi wa msikiti huu, msikiti wa Ijumaa nafikiri na ndio msikiti pekee katika eneo hili la Nyamwage, wakakubali na wakasema ni kweli tulikosea, na kila mwanadamu ni mkosaji, hakuna asiyekuwa na makosa, sote tuna makosa, lakini mkosaji bora ni yule ambaye anajirekebisha haraka na anatubu kwa haraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wako watu ambao wamekubali kweli tumekosea, tumedanganyika, kweli tumepewa misaada midogo midogo, kweli tulibatizwa, lakini Sheikh Saidi na wenzake wamewatamsha shahada upya tena, na watu wakakubali kutamka. Gharama ya kurudi katika Uislamu, hutakiwi kutoa ng'ombe wala kutoa pesa wala kutoa nyumba yako, ni kutamka tena ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Maneno mafupi ukiyatamka tu kwa moyo kabisa, kwa dhati, kwa moyo na kwa ulimi, hakika yako ni Muislamu tena, ni wa kwetu. Kama ni wa kike, inakubidi kila mama akukombatia, kupe hongera umerudi kwetu, na kama ni wa kiume, sio wanaume si kumkombatia, bali tunambeba juu kabisa. Kwa hiyo madhara ya kurtadi ni kupata hasara hapa duniani hadi akhera, na matendo yako yote Mwenyezi Mungu anakufutia, hata kukubalia jema hata moja. Hata kama ulifunga miaka 20 30, zote zinafutika automatically hapo kwa hapo pindi uliportadi. Na kama ni mwanaume ametoka katika Uislamu, basi kama ana mke, ndoa imefutika pale pale, si mkewe tena. Akirudi katika Uislamu akatamka tena shahada upya, tutamfungisha tena ndoa nyingine mpya. Jamani, mnasemaje? Si kazi kubwa hii? Angalia ubaya wa kumkufuru Allah. Hata mkeo, yaani wewe usisubiri kuandikie talaka yako, akitoka tu si Muislamu na ndoa imefutika pale pale. Na kirudi katika Uislamu akamtaka mkewe, apewe masharti, asilimishwe, atubu kwa Allah, akionekana ni mkweli na kweli alidanganyika tu, arudishwe katika Uislamu, atamshwe shahada, aozeshwe upya. Wako wanaume ambao wametaka. Manake jambo lingine ambalo mimi nimeligundua, wako wengi, lakini baadhi yao anauchuna, anaogopa watu, anaogopa mashehe hao. Mambo kunyeshwa kidole mimi siwezi, watasema na yule. Sasa hawa wanadamu wenzie, ndugu yangu, hawakufanya chochote hawa. Hakuna anayemiliki roho yako, hakuna atakayekupunguzia siku zako za kuishi duniani au atakayekuongezea. Allah anaona na huwezi kumficha. Kama yuko mwanaume na aliyetoka katika Uislamu, basi ujue hana mke hapo. Na kama yuko mke aliyetoka katika Uislamu, ajue kwamba hana mume hapo, ndoa imeshaharibika. Sasa kama wapo jamani, basi wanaweza katuona, inshallah sisi tupo. Wakataka kusilimu upya, tutawasilimisha. Mtu hataki kutajwa kwa jina, hataki kuja hadharani hapa, tutamstiri. Mkewe tutamrudishia, mahari tutamchangia sisi upya tena.
Mimi niko tayari kutoa mahari kwa yule ambaye atarudi katika Uislamu akamtaka tena mkewe kwa mara nyingine. Takbir. Allahu Akbar. Ndugu zangu Waislamu, nisichukue muda wote peke yangu kwa sababu bado kuna siku mbele yetu, na kesho kama mlivyoambiwa tutaanza muhadhara saa 7 baada ya dhuhuri. Muje mapema mtangaziane, na kutakuwa na mashindano hapa kesho. Mashindano ya kheri katika dini. Watoto kesho mujiweke sawa kweli. Kuna mashindano, mshindi wa kwanza anapata baiskeli. Baiskeli unajua wewe? Unajua kuendesha? Mshindo. Wamama kesho mtashindanishwa katika dini, mtaulizwa maswali madogo madogo tu, atakayeshinda anapigwa na charahani insha Allah. Tuseme insha Allah. Mupike mapema, mule mapema, mkija msikitini kusala dhuhuri ujue hamtoondoka tena. Mimi naomba niishie hapa. Kesho mimi nitakuelezeni mambo yapi ambayo Muislamu akiyafanya anakuwa si Muislamu tena. Kwa sababu kuna baadhi yao wanasema mimi nimeingia kanisani, nimechukua cha kwake, mimi mjanja bwana, sijakubali kubatizwa. Yale maji yao yanaitwaje yale? Divai sikunywa, zile pipi wanazolishana zile sikula. Mimi mjanja bwana, mimi mjanja. Hukumu yake nini huyo mjanja aliyekwenda mpaka kanisani na akaenda akachukua kitu? Kesho mimi binafsi nitatoa mada hiyo, kama si leo, kama muda hautaturuhusu, kwamba mambo yapi yatakayemtoa mtu katika Uislamu ikiwa atayafanya. Lakini pamoja na hayo nirudishe maiki kwa katibu na amiru wa msafara aweze kumkaribisha Shafi atuambie aliyokuwa nayo. Baada ya hapo tusiondoke, muda bado unaendelea, na tutakaribisha maswali. Swali lolote lile liwe linahusu maswala ya Biblia, mashehe wapo,